Hujambo na karibu mtazamaji wa Zaka TV katika ulimwengu wa habari za kimataifa. Nami ni Idi Karim na sasa ni huko Marekani, ambapo Marekani imesema inatazamia kuanza kutekeleza amri ya Rais Donald Trump ya kuweka viwango sawa vya ushuru na ule unaotozwa na mataifa mengine duniani kwa bidhaa zinazotoka Marekani. Mapema mwaka huu Trump aliwaagiza maafisa kutengeneza mpango wa kile kiitwacho ushuru wa malipizano kwa bidhaa zinazoingia Marekani, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi yake ya kampeni ya jicho kwa jicho kwenye masuala ya biashara za ulimwengu. Nimeamua kwa dhamira ya kuwa na usawa kwamba nitatoza ushuru wa kulipiza, yaani chochote ambacho nchi itaitoza Marekani, nasi tutawatoza hicho hicho, hatuzidishi, hatupunguzi. Aliyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House baada ya kuwa mteule wa taifa hilo. Donald Trump tangu arejee madarakani, utawala wake umekuwa kinara wa matangazo ya ushuru na pia hatua kadhaa za kulipiza kisasi, ikiwemo ile ya kuweka ushuru wa zaidi wa 20% kwa bidhaa za China iliyoanza kutekelezwa mwezi Machi, pamoja na ushuru wa 25% kwa bidhaa zinazoingia kutoka Canada na Mexico ambao kwa sasa umesitishwa. Donald Trump alitangaza pia ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium ulioanza tarehe 12 Machi. Mfanyabiashara huyu aliyegeukia kuwa mwanasiasa anaamini kwa dhati kwamba Marekani haitendewi haki kwenye biashara ya ulimwengu, na anahoji kwamba nchi nyingi zinaiwekea Marekani viwango vya juu vya ushuru kuliko ambavyo Marekani imeziwekea, hali ambayo inasababisha ukosefu wa usawa. India inatoza ushuru ambao ni mkubwa zaidi, kati ya 5% na 20% kuliko ule wa Marekani kwa 87% ya bidhaa, kwa mujibu wa shirika la kutathmini sera za kibiashara duniani Global Trade Alert. Pamoja na kuyalazimisha mataifa makubwa kama vile China na Umoja wa Ulaya kushusha ushuru wao, Trump anaamini kwamba ushuru huo wa kulipiza utaimarisha sera yake ya kiuchumi ya Marekani kwanza kwa kupunguza nakisi ya biashara, huku ukiongeza uwezo wa viwanda vya ndani. Wakati Donald Trump aliposaini amri hiyo mwezi Februari, aliwaambia waandishi wa habari kwamba hatua hii itaihusu kila nchi kadiri inavyoitendea Marekani, nayo itatendewa vivyo hivyo. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi wamebainisha kwamba Marekani inanufaika na hali ya kutokuwapo uwiano wa kibiashara na sehemu nyingine ya ulimwengu, kwani sarafu yake ya dola, ambayo ndiyo kimsingi sarafu ya biashara ya dunia, inatumika kwenye biashara takribani zote, na matokeo yake kuupa uchumi wa Marekani nafuu ya moja kwa moja. Nchi nyingi zinatumia dola kwenye biashara kwa kuwekeza tena ndani ya Marekani, mara nyingi kwa mfumo wa hati fungani za serikali, maduka ya fedha na majengo. Hilo linavifanya viwango vya riba vya Marekani kuwa vya chini, na hivyo kuwafanya wafanyabiashara na watumiaji wa Marekani kuwa na uwezo wa kukopa na kutumia zaidi ya wengine. Mtazamaji wa Zaka TV, usisite kulike, kucomment, kushare pamoja na kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila siku. Asante kwa wewe unaendelea kutufuatilia na Mungu akubariki.